Kile tulichokiona pale, baada ya pale serikali itangaza kufunga kwa muda, halikuwa tamko la CAF. Kufunga kwao ni kufanya marekebisho au maboresho kiujumla ya pichi. Achilia mbali kubadilishwa kwa viti na mengineo, ukarabati mwingine ambao ulikuwa unaendelea, toka tumeambiwa hapa picha iko sehemu. Lakini kwa kuwa imetokea changamoto, wameamua kuingiza of course kwenye mipango yao. Tumekuwa tunapewa asilimia nyingi sana katikati hapa. Lakini tukienda uwanjani ni vitu vili tofauti. Kwenye hizi sababu zimetajwa issue za hali ya hewa na mengineo. Kwa nini Simba wanahofia kwenda Zanzibar? Sidhani kama issue ni hofu. Na sioni kama Simba wana hofu ya wao kwenda Zanzibar. Lakini issue iliyopo, wanaamini sababu zilizotajwa na CAF kwa juu ya mchezo huu kuhamishwa venue sio sababu sahihi. CAF sababu kuu aliyoitaja ni sababu ya hali ya hewa. Katika changamoto kama mitaji Hamisa hapa, huwezi ukaforecast hali ya hewa kwa duration ya wiki moja na ukapata ufasaha kabisa. Kwa hiyo CAF wao wamegeneralize kwamba matukio hali ya hewa iliyopo Dar es Salaam ni hali ya mvua, hivyo wana hofu kwamba 25 mvua inaweza ikanyesha. Kwa hiyo hofu walionayo, wametumia vigezo vya michezo iliyopita, mchezo wa Al-Masry, lakini pia mchezo wa kombe finali ya kombe la shirikisho baina ya Young Africans dhidi ya Usma, ambapo nao mvua ilinyesha na uwanja kidogo maji yalituama. Kwa hiyo kupitia reference hizi mbili, wameona kuepusha hiyo changamoto ya maji kutuama uwanjani, ili sasa kwa mujibu nimesoma hapa barua kwamba kwa ajili ya kupata mchezo wenye ladha kwa wanaocheza na wanaotazama, ni vyema mchezo huo ukapelekwa kwenye uwanja ambao unakidhi hali yote ya hewa, iwe mvua iwe jua. Ndio uwanja huo umekuwa selected kama New Amaan Complex. Kwa hiyo ndio hoja ambayo Simba wameleta mezani. Viongozi wa Simba wameleta mezani, ukimsikiliza mzee wangu Crescentus Magori, hiyo ndio hoja ambayo ameiweka mezani, kwamba wao hoja yao kubwa ni kwamba hofu ya CAF haina maana. Hata arguments ambazo TFF, serikali pamoja na Simba wamezipeleka CAF kwa ajili ya kujaribu kubadilisha haya maamuzi, hoja ya kwanza ilikuwa ni hiyo hoja ya idadi ya mashabiki, kwamba Simba shauza ticket ambazo ni zaidi ya mashabiki wanaoweza kuingia kwenye dimba la Amaan Complex. Ule uwanja unachukua watu 15. Simba ameexceed hiyo idadi ya watu 15,000. Kwa hiyo hoja yao ni hao watu waliozidi watawekwa wapi, ama tutatumia mbinu gani kuwafidia hao watu ambao wamezidi baada ya watu 15,000. Kwa hiyo ndio hoja ya kwanza ambayo Simba walienda nayo mezani. Hoja ya pili ambayo Simba walienda nayo mezani ni wamepeleka report ya TMA kwa siku 3 kabla na baada ya mchezo wa tarehe 25. Kwanza inaonyesha hiyo siku hakutokuwa kuna mvua. Kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 26, kwa mujibu wa TMA hakutokuwa na mvua katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo TMA wameclear kusema kwamba mvua zitanyesha. Kwa hiyo Simba wanapeleka hiyo argument kwamba kwa mujibu wa weather forecast mvua itanyesha, kwa sababu CAF mmetumia weather forecast kwamba mvua inaweza ikanyesha, basi na sisi tunakuja na walio ambao wanahusika, mamlaka inayohusika na kutabiri hali ya hewa, kwamba katika siku 3 siku moja kabla ya mchezo na siku moja baada ya mchezo mvua haitanyesha, kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 26. Kwa hiyo hizo ndio hoja ambazo Simba ameziweka mezani, lakini obviously ikitokea hazitokubaliwa na sofa, kwa taarifa nilizonazo hoja hizo hazijakubaliana, na ndio maana venue imebadilishwa. Simba hatakuwa na budi ya kwenda kucheza New Amaan Complex. Ameishaenda New Amaan Complex kucheza dhidi ya Stellenbosch. Yawezekana hawakuwa comfortable, lakini walifanikiwa kushinda. Kwa hiyo hofu ya Simba kwangu mimi sijaiona hofu, bali nimeona watu wanaojaribu kuchallenge maamuzi. Na Simba wameenda mbali. By the way, ukimsoma Crescentus Magori, yeye haja challenge tu maamuzi ya CAF, amechallenge mpaka influence ya CAF, influence ya baadhi ya watu kwenye maamuzi hayo. Na katika yawezekana hajamtaja, lakini kwangu mimi nimejaribu kutafuta ni nani ambaye Crescentus Magori anamzungumzia, au mmiliki wa RS Berkane. RS Berkane haina miliki generally, ni timu ambayo inaongozwa na executives kuanzia mwenyekiti na kushuka chini. Mwenyekiti wa sasa hivi wa RS Berkane anaitwa Hakim Ben Abdallah. Huyu Hakim Ben Abdallah aliingia madarakani mwaka 2019 akirithi nafasi ya Fauzi Lekja. Fauzi Lekja ndiye mtu anayetajwa kama mtu ambaye anahusika na maamuzi ya CAF kubadilisha venue ya dimba la Mkapa kuipeleka Amaan Complex. Sasa huyu Fauzi Lekja ni nani? Huyu mtu CV yake imeshiba na ni moja kati ya football anaweza kasikilizwa muda wowote wakati wowote. Huyu ni moja kati ya football elites wa bara la Afrika.
ukitaja football elites na maanisha wale watu ambao wana elimu, wana ufahamu na wanaujua mpira wa bara la Afrika ipasavyo. CV yake ni kama ifuatavyo. Fauzi Lekjaa kabla ya kufika kwenye CV, kwa nini anahusika huko na aliondoka RS Berkane mwaka 2019. Huyu mwamba ndiye aliyeshape mafanikio ya RS Berkane akiwa rais wa klabu ya RS Berkane. Baada ya yeye kutoka, bado mkono wake ndani ya RS Berkane haujawahi kuwa mfupi. Pale ambapo RS Berkane wanahitaji msaada wa Fauzi Lekjaa, hakusita kuwasaidia. Msaada wa mwisho mkubwa ambao aliwasaidia RS Berkane ni kwenye vita ya RS Berkane dhidi ya klabu ya USMA ya pale nchini Algeria, juu ya mchezo wa nusu finali iliyopita kwenye yale masuala ya kidiplomasia. Kwa sababu CV yake kama nitakavyokuja kukutajia itajieleza huyu mtu ana influence ya aina gani mpaka kuisaidia klabu ya RS Berkane katika ile vita dhidi ya klabu ya USM Alger. Sasa nikianza na vyeo vyake. Fauzi Lekjaa ndiye rais wa shirikisho la soka nchini Morocco. Nafasi ambayo ameitumikia tangu mwaka 2014. Baadaye akarudi tena madarakani mwaka 2022. Unaona hiyo ni nafasi yake ya kwanza. Ukitoa hapo, Fauzi Lekjaa ndiye makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika. Huyu ndio makamu wa kwanza wa Patrice Motsepe barani Afrika. Ikitoka Patrice anafuata yeye. Fauzi Lekjaa ni mjumbe wa kamati kuu ya shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, nafasi ambayo ameweza kuitumikia tangu mwaka 2021 na mwaka huu 2025. Katika uchaguzi uliofanyika, Fauzi Lekjaa alipata kura 49 kati ya kura 52 za kuendelea kuwa mjumbe wa kamati kuu ya FIFA. Fauzi Lekjaa ndiye waziri wa budget nchini Morocco, nafasi ambayo ameanza mwaka 2021. Fauzi Lekjaa ndiye mwenyekiti wa kamati za fedha za shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Fauzi Lekjaa ndiye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kombe la dunia ambayo la mwaka 2030 itakazofanyika Morocco, Spain pamoja na Portugal. Fauzi Lekjaa kama nilivyosema hapo awali, aliwahi kuwa rais wa klabu ya RS Berkane kuanzia 2009 mpaka 2019. Na huyu ndiye aliyoyashape mafanikio ya RS Berkane. Ule ukubwa ambao RS Berkane anao hivi sasa wote ulianza baada ya Fauzi Lekjaa kuingia madarakani. Kwa hiyo hoja zile za Crentesus Magori zinamhusu huyu. Alichokiongea kwamba Crentesus Magori kwenye andiko lake chini kuna mstari amesema tunajua klabu ya RS Berkane inamilikiwa na nani. Huyu ndio mtu ambaye anahusishwa kwenye hizo vita. Mwaka juzi USMA walimtaja Fauzi Lekjaa kama mmoja kati ya watu walio influence maamuzi ya CAF kwa kuapa ushindi kwenye mchezo wa nusu finali ambao haukufanyika. Mchezo wa kwanza wa nusu finali ambao haukufanyika alitajwa bwana Fauzi Lekjaa. Kwa hiyo hii ndio influence ambao huyu mtu anayo. Kwa hiyo ukienda kwenye hiyo hoja ya figisu, anatajwa Fauzi Lekjaa kama mwamba anaye articulate haya mambo nje ya uwanja. Unajua mpira wa Afrika is not about dakika 90 pale uwanjani. Mpira wa Afrika una roots kubwa sana nje ya uwanja. Kwa hizo roots za nje ya uwanja utahitaji watu ambao wako kwenye nafasi nzuri kukutengenezea mazingira ya yale maamuzi ambayo ni controversial yakadondokea kwako yakiwa na faida. Okay, uwezekano sasa wa kugeuza sasa haya maamuzi upo kwa hii scenario na hiyo CV ambayo unatutajia hapa, kwamba hii game ikarudi kwa Mkapa kwa sababu ambazo Simba kuanzia hali ya hewa walikuwa wanazungumzia Hamisa nini, tukarudi kwenye hizo hoja ambazo tunazungumzwa kwa sasa. Inawezekana Simba wakacheza uwanja Mkapa? Bad enough ni kwamba hili jambo lina zaidi ya 99% kuwa kwenye final stage. TFF, Simba na serikali wanajaribu kupush, na ndio maana unaona video za kina Gerson Msigwa leo walienda tayari. Viongozi wa Simba wanajaribu kuwasiliana na CAF kwa pressurize kwamba jamani, dimba sisi liko tayari na linaweza kuhodhi mchezo. Lakini angalia CAF wamefanya nini? CAF wameshatoa barua yao. Na barua imekuwa addressed kwa nani? Barua imekuwa addressed kwa shirikisho la soka Tanzania na klabu zote mbili ambao wao ndio tunaweza tukasema ndio watakao kuwa wasimamizi wa kwanza wa huo mchezo wa finali. Kwa hiyo TFF tayari wana hii taarifa kwamba bwana, huo mchezo hautotafanyika kwenye dimba lingine zaidi ya Aman Complex. Na mashushushu wa Berkane wapo Zanzibar na mbele siku ya 3. Katika kitu ambacho watu wengi wamekiwekea kwenye mabano ni kwamba klabu ya RS Berkane siku ya jana majira ya saa 6 kamili mchana walifanya booking yao kwenye hoteli ambayo watafikia visiwani Zanzibar. Na advanced team ya RS Berkane ambayo iko nchini kwa zaidi ya siku 2 ilienda moja kwa moja visiwani Zanzibar badala ya kutua nchini Tanzania. Taarifa imetoka
tarehe 14, lakini hao watu siku 2 kabla ya taarifa kutoka walishakuwa visiwani Zanzibar. Tunarudi kwenye maelezo ya nani? Tunarudi kwenye maelezo ya bwana Crescentus kwamba watu ambao tunacheza nao walikuwa na taarifa mapema kabla hata ya ambao sisi ambao ndio tutatakiwa kuhodhi au tutakuwa mwenyeji wa huo mchezo. Kwa hiyo mpira wa Afrika ndio huko hivi generally. Yani mpira wa Afrika yawezekana tutaona Simba naonewa, lakini hiyo ndio imekuwa tunaita ile football African football heritage. Ni utamaduni ambao tunarithishwa barani Afrika kwamba mkubwa atabaki mkubwa as long as una watu kwenye zile nafasi nyeti za maamuzi. Brother, mpira utakuwa mwepesi sana kwako. Tutoke sasa kwenye hizo nadharia ambazo tupo nazo. Katika uhalisia tulianza show hapa nikasema wewe ni Tomaso. Ulikuwa unapingana sana na zile asilimia. Uwanja umefikia 80%, huyu atakwambia 90%, huyu bwana kafu aleta watu wakague kipigwe kesho nini. Na kingine brain. Ndio hiki ulikuwa unamaanisha? Yeah, kwa sijajamii sana. Kwangu mimi katika hoja ambayo nakumbuka nilikuwa nimekaa na Wastara na wewe hapa siku ile. Hoja ambayo mimi niliweka mezani na hoja ambayo mimi nilichallenge ndio hoja ambayo kafu amekuja nayo. Kwamba TFF na serikali ule uwanja kwenye eneo la kuchezea haujafanywa maboresho ni mwaka wa pili. Tangu mwaka 2023 ambapo waliofanya matengenezo ya pitch walikuwa ni kafu wa wenyewe kwa sababu ya African Football League. African Football League ilivyofanywa pale, kafu waliwaambia TFF na serikali kwamba uwanja huu utatumika kwa miaka 2. Baada hapo ndio ufanywe. Baada hapo ndio uje ufanyiwe tena marekebisho. Lakini tulikuwa tukiangalia mechi ambazo zinafanyika pale unaweka doubt kwamba mbona bado uwanja una shida. Kwa hiyo kafu wakarudi, mechi za kimataifa zikawa zinapigwa pale. Mvua inanyesha, maji yanatuama, tunaona, na mwisho wa siku mechi ya Simba na Almasri ikafanyika pale katika mazingira hayo kwamba mvua imenyesha, maji yameshindwa kutoka uwanjani, mechi ikapigwa pale, ladha ya mchezo tuliikosa. Sasa hoja ambayo mimi niliweka mezani siku ile na nikakwambia mimi mpaka nione siku Simba amesema bwana leo kesho mechi ndio tunacheza Benjamin Mkapa na nitaamini mechi inapigwa Benjamin kwa sababu hii kwamba hamna aliyefanya maboresho ya pitch. Hakukuwa tena na muda wa kuondoa ile pitch na kuweka pitch mpya pale. Nyasi zisingeweza kukua in a space of mwezi mmoja. Yani tulikuwa tunahitaji duration ndefu zaidi ili zile nyasi zikue pale. Kwa hiyo hoja ile kwamba kama mvua itanyesha mechi haitofanyika tena kwa ufasaha. Ndio hoja hiyo ambayo kafu wamerudi nayo. Kwamba wanahofu kwamba mvua inaweza ikanyesha. Na mvua ikinyesha obviously this is a final. Final ni stage ambayo inauzika. Na ndio maana kuna haki za matangazo. Kwenye zile haki za matangazo, mchezo wa final ni moja kati ya mchezo wa gharama kabisa ambao unauzwa. Na ndio vitu ambavyo vimezingatia zaidi. Na delegates wa CAF watakaofika because huo ndio mchezo ambao tuna expect delegates wote wa CAF wawepo. Maybe tunaweza tukapata baraka kubwa zaidi ya kupata wageni wakubwa wa mpira duniani. Mfano zile finali za Champions League tunaona kuna muda wanaitwa wa viongozi wa FIFA wanakuepo. Young Africans mchezo walicheza finali hapa. Mechi ya kwanza haikuwa na delegates wakubwa wa CAF, lakini mechi ya pili ndio ilikuwa na delegates wote wakubwa wa CAF kwa sababu it's a very big stage. Kwa hiyo a very big stage inatakiwa kusindikizwa na dakika 90 ambazo zina ubora pasi na kipengele kutoka kwenye jambo lolote lile. Kipengele kisitoke uwanjani, kipengele kisitoke kwenye usalama, kipengele kisitoke kwenye jambo lingine lolote lile. Kwa hiyo hichi ambacho kinaendelea hivi sasa naweza nikasema nilikiona mwezi mmoja kabla hizi taarifa kutoka. Na ndio maana nilikaa hapa nikakwambia mimi naomba niwe Tomaso. Walikuja wakatuambia bado 85%. Ya mwisho nakumbuka ilikuwa 95%. Nikakwambia hizi asilimia brain has make sense. Yani mtu asije akatuambia tena asilimia. Na mimi nilikuwa nakuunga mkono kwa kuwa michuano ya ile ya Chani ilibidi ifanyike wakati ule. Utayari wetu au kuwepo au kwa mkubwa kiasi hicho. Japo sababu zote tulisukumia kwamba Kenya wao wenzetu ndo wanaonesha hapo tayari. Ila sisi bwana pichi zetu asilimia kubwa zaidi. Sisi tulijivua lakini uwanja unaonekana ambao ulikuwa tayari ni New Amani. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi na CAF yawezekana kabisa sisi hatujachagua mtu sahihi wa kumlaumu. Mimi naamini hivyo. Nimepita kwenye mitandao mingi ya kijamii, post nyingi na kutana nazo. Tumemchagua mtu ambaye hapaswi kulaumiwa ndo tunampa hizo lawama. Tumemchagua CAF ndo tunamtumia lawama CAF. Lakini mtu anayepaswa kulaumiwa ni mtu aliyepaswa kuuandaa uwanja wa Benjamin Mkapa. Huyu mtu tumemsahau, lakini huyu ndio yuko at fault. Yani leo hii mechi isipofanyika kuna mtu ambaye anatakiwa kwa question, brother, mbona mechi haijafanyika hapa, mechi inafanyika sehemu nyingine? Viongozi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, kuanzia meneja wa uwanja mpaka watu wanaohusika na maboresho kwenye ule uwanja, ndio watu wanaotakiwa ku appointed kwamba wewe bro,
mechi inabidi ifanyike hapa. Mlituambia 85% tayari wiki 3 zimepita. Kwa nini CAF wameuchepusha huu mchezo? Kwa hiyo that's the only thing ambayo unaweza tukaisema. Lakini Wakanda, mimi swali langu jingine. Kwani CAF tayari wameshatoa, washaidhinisha kwamba finali itachezwa Benjamin Mkapa? Baada ile mechi ya Al Masry serikali imefungia uwanja ili ufanywe maboresho. Tamko la kabla ya pale Hamisa si ilikuwa kwamba Simba anacheza Zenji. Katoka pale ameenda South Africa amerudi, bado hakukuwa na tamko, si ndio hivyo? Baada ya mchezo dhidi ya Al Masry, na maana timu ikiwa inawasilisha uwanja watakaotumia, na maana wanawasilisha viwanja viwili. Kwa hiyo kwa kuwa baada ya mchezo dhidi ya Al Masry CAF hatukuwa na taarifa yote ambayo walitoa kwamba wamefungia ule uwanja, na maana ni Simba ndio walikwenda na maombi kutumia uwanja wa New Amaan Complex, sababu zikiwa ni kwamba labda uwanja wa Benjamin Mkapa uko katika maboresho. Baada ya hapo Simba wakacheza dhidi ya Stellenbosch nyumbani, wakaenda away wakarudi. Kwa hiyo wao tena na tamko lingine zaidi bwana, uboresho unaendelea, maboresho yanaendelea. Anayekagua uwanja si nyinyi. Sababu ingekuwa ni rahisi hivyo, CAF ungekuwa hangaiki kutuma watu, wangeambia jamani nyie kagueni alafu mtatutumia taarifa. CAF sababu tayari mlichosema uwanja unafanywa marekebisho, it means ilibidi sasa wakaguzi waje mtoe taarifa kwa CAF, jamani tunahitaji kutumia ule uwanja, then wakaguzi waje tena kupitia pia TFF ambao wanamsaidia Simba kufanya mawasiliano na CAF. Watu waje wakague uwanja, then baadaye taarifa zitoke. Kwa hiyo Simba taarifa za kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa inawezekana kuzirudisha tena kwa CAF ambaye alimuomba atumie uwanja wake wa pili ambao aliupendekeza baada ya kuwa uwanja wa kwanza. Labda mimi inawezekana kulikuwa kuna mawasiliano ya chini chini kwamba bwana uwezekano wa kutumika upo, uwezekano wa kutumika upo. Ndio maana walishaanza kufanya hata biashara ya ya tiketi. Brain ingekuwa kuuza tiketi, hakuuza kwa bahati mbaya. Brain ingekuwa hizo taarifa walizitoa. CAF sio wajinga. Yaani CAF hawezi kufanya hiki ambacho kimefanyika. Kama Simba angekuwa ametoa taarifa kwamba tunahitaji kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, tayari upo tayari kwa matumizi, CAF lazima wangetuma kama ambavyo walivyofungia, then tukawapa taarifa upo tayari wakatuma. Hivyo ndio ambavyo wangefanya. Wasingefanya kazi ya kuuza mbuzi kwenye gunia kwamba kama upo tayari it's okay kitapigwa. Lazima wangetuma watu kwa sababu it's the final. Okay. Yani kuna haja Simba kusitisha zoezi la uzaji tiketi. Maana hapa wanasema kwamba wadau usafiri kutoka Mbeya wapi waendelee tu kuja. Sasa swala la tiketi na tiketi acha ziuze kwa sababu ujue Brain kwenye leo tarehe ngapi? Leo ni tarehe 15. Tarehe 15 mpaka tarehe 25 bado siku. Hatuwezi kujua nini kitatokea. Huwezi kujua kitu gani ambacho kinaweza katokea hapa katikati. Na of course burden ya tiketi inaweza katokea tu kwa mashabiki. Kwani tiketi za tarehe 8 zilikuwa vipi? Si mashabiki walinunua tiketi mechi. Sasa kwa Sevilla nayo hitaji ya Wakanda. Wale watu itakuwa rahisi kiasi hicho. Yaani Brain kwenye maisha ndio maana unavyoona vidole viko hivi. Kama ambavyo na Namungo kina KMC wanateseka kwa Simba na Yanga, ndivyo ambavyo bwana anabebwa na TFF sio bodi. Ndivyo ambavyo Simba na Yanga zinateseka kwa wale wakubwa wa CAF. Yaani ndio vidole jinsi vilivyo. Kwa hiyo kuna wakati inabidi uvumilie tu hapo ulipo. No, tarejea bwana hapa. Tarejea dakika chache lazofuata. Kuna athari kubwa kiasi gani Wakanda utatuambia, lakini pia tumebisha hodi pale Zanzibar kujua pichi ile ina utayari kiasi gani. Maana kulikuwa kuna fununu kuna marekebisho tena yanaendelea sijui nini na nini. Tarejea dakika chache lazofuata. Hapa ipo Samuel Rashidi Wakanda, huyu Iringa Finest kutokea Biomboni pale Iringa. Lakini pia anasikika hapa Misa Abdurrahman, mimi ni Mpotojizi Brady Mpogole. Nimeona jumbe zenu bwana, comment zenu of course kupitia YouTube. Nitapita na ninyi dakika chache zinazofuata. Maamuzi ya CAF final stage second leg kupigwa New Amaan Complex kule Zanzibar ni sahihi. Lakini kwa nini Simba? Mimi naweka neno hofu. Wanahofia kwenda kule. Hoja itakuwa ni hii kwamba tumeuza tiketi ama kuna hoja nyingine? Komenti zao nimeziona, sio za kusoma hewani. Siku ambayo ndio waombe wazazi kusama. Maana baada ile nusu finali na Stellenbosch kuna kauli ilitoka baba. Ndio, sino kuna mzee mmoja hivi namkumbuka wa kila kule. Sio anaitwa nani, shamsahau jina. Ila alisema wewe mwandishi huwezi jua. Sisi tunajua kwa nini hii game imekuwa ngumu na tumefunga goli moja. Mimi mechi nilienda kuiangalia Zanzibar. Nilienda na shabiki wa Simba. Vitu ambavyo walikuwa wananiambia ndio najua sasa kwa nini sasa hivi hawataki. Japo Wakanda amesema haoni kama Simba wana hofu.